Mdimi, ushindi wa Hichilema una maana gani kwa taifa la Zambia? Ushindi huu unaashiria kwamba amekuwa akikubalika miongoni mwa wananchi wa Zambia. Tunakumbuka tangu alipoingia madarakani mwaka 2021 na aliingia akiwa anatokea chama cha upinzani. Maana yake amekuwa ni mtu aliyejijenga hususan katika biashara za kimataifa, lakini pia katika kukuza uchumi wa Zambia, lakini pia hata alifanikiwa katika baadhi ya mambo ikiwemo kupunguza deni la taifa kule nchini Zambia. Lakini sasa pamoja na hilo bado kulikuwa kuna changamoto ambapo mpinzani wake mkuu alikuwa na karata dume ambayo alikuwa akizungumzia ni kwamba maisha bado yamekuwa ni magumu nchini Zambia, lakini pia ushirikishwaji wa vijana pamoja na mambo mengine. Hakainde Hichilema ni kiongozi wa aina gani hasa? Hakainde Hichilema ni miongoni mwa viongozi ambao wanaamini katika siasa za mageuzi, lakini pia ni muumini mkubwa wa demokrasia, kwa sababu hata yeye kuingia katika nafasi ya urais ni kuwepo kwa demokrasia shirikishi ambayo ndio ilimruhusu yeye akaingia madarakani, na hata alivyoingia aliendelea kuhubiri uwepo wa demokrasia. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa akitilia nguvu kazi katika kukuza uchumi wa taifa la Zambia, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wa Zambia wananufaika kwa kiasi kikubwa na rasilimali zilizopo katika taifa hilo. Kwa hiyo ni aina ya kiongozi ambaye tunasema ni kiongozi mwanamapinduzi, kiongozi mwanamageuzi ambaye amekuwa akiwiwa na mageuzi makubwa ya kiuchumi, lakini kuhakikisha kwamba anapunguza gharama za kimaisha nchini kwake. Sasa kwenye muhula huu mpya Hichilema anakumbana na changamoto gani hasa ambazo inabidi azitatue kwa haraka zaidi nchini Zambia? Sasa hivi kwanza cha kwanza ambacho anatakiwa kuhakikisha kwamba anakiondoa ni hili dola la demokrasia ambalo yeye amekuwa akijinasibu sana kwamba yeye ni miongoni mwa waumini wa demokrasia shirikishi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo anatakiwa kulishughulikia ni hili swala la demokrasia, lakini swala la pili ni ajira kwa vijana. Kufuatia kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu kama bidhaa za mafuta kwa kiasi fulani katika miezi ya mwisho wa uongozi wake, alikuwa akituhumiwa kwamba ameshindwa kukontrol uchumi, jambo ambalo alikuwa akijinasibu nalo muda mrefu tangu ameingia madarakani mwaka 2021. Yeye kipaumbele chake kikubwa kilikuwa ni mageuzi ya kiuchumi, lakini kufuatia kupanda kwa gharama za bidhaa kama ya mafuta ilipelekea mfumuko wa bei katika baadhi ya bidhaa muhimu, especially bidhaa za chakula kule nchini Zambia, ambapo sasa hivi anatakiwa kupambana kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinarudi katika bei nzuri ambayo wananchi wataendelea na imani yake, na imani waliompa itajibu kisawa sawa. Uchaguzi huu wa Zambia unaweza kuwa na athari zozote za kidiplomasia baina ya taifa la Zambia na mataifa mengine ya Afrika kutokana na shutuma ambazo zilijiri wakati wa uchaguzi? Endapo angeshinda Brian Mundabile, nadhani kungekuwa kuna changamoto kubwa sana kuleta ushirikiano baina ya Zambia na taifa kama Tanzania kutokana na kile ambacho alikifanya, kwa sababu aliwatuhumu wajumbe wa SADC moja kwa moja, especially wale ambao wametoka Tanzania, kwamba wameenda pale kwa lengo la kumsaidia Hakainde Hichilema kuiba kura. Lakini mtu ambaye ameshinda, ametangazwa mshindi wa kiti cha urais, hakuwahi kutoa maneno ya kashfa kwa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo sidhani kama ana jukumu zito sana la kurejesha mahusiano, sidhani kama ana jukumu hilo. Lakini hata wale wajumbe baada ya kutolewa katika ule mkutano, ulikuwa ni mkutano ambaye unamhusu mgombea Brian Mundabile, ulikuwa haumhusu ya Hakainde Hichilema. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano ambao uko nje ya uwezo wake, lakini jukumu ambalo yeye kama rais atakalokuwa nalo kimataifa ni kuhakikisha kama kuna ufa wowote umetokea kwa sababu ya uchaguzi huu, kuhakikisha anauziba haraka ili kuirudisha nafasi ya Zambia kimataifa pale ilipokuwa au kuendelea kuipandisha juu zaidi.